Lakini jana tulisisitiza sana ile tambihi kwamba hawa maasaba wanaoitwa asabatu bin nafsi, ambao hawa ndio wanao upande mwingine kwenye ndoa, ndio waozeshaji wa binti anapoolewa. Hawa ni wanamume tu. Sasa hawa wakati mwingine wao huzuiana. Mfano ni baba kafariki, kaacha mtoto wake mwanamume, lakini pia kaacha na mtoto wa mtoto wake mwanamume. Mfano mimi naye mtoto wangu mwanamume, lakini pia naye mjukuu wangu wa mtoto mwanamume, na kufa mimi na waacha watu hawa wawili, mmoja ni mjukuu, mmoja ni mwanangu. Huyu mwanangu, huyu mwanamume huyu anamzuia yule mwenye daraja la chini, hatorithi yule mjukuu wangu hatorithi, kwa sababu yuko mtoto wangu. Hili tunaelewana Waislamu? Ikitokea mzee wenu kafa na kuna watoto wa kaka zenu, hawa watoto wa kaka zenu, madhali hapa ninyi mko wanamume, hawa watoto wa kaka zenu hawatorithi kwa sababu ya uwepo wa watoto wanamume wa marehemu. Kwa hivyo hawa maasaba, kila aliye baada ya namba moja huwa wanazuiana. Lakini kuna watu wa aina mbili hawawazuii wenzao. Baba na babu wa marehemu, wawili hawa hawazuiwi na watoto wa marehemu au wajukuu wa marehemu. Mfano, mtu kafariki, kaacha baba yake mzazi, lakini pia kaacha na mtoto wake mwanamume, basi yule baba wa marehemu atapewa 1/6, kilichobakia ni cha huyu mtoto wa marehemu, huyu mwanamume. Lakini ingekuwa ni mtoto mwanamke ndiyo aliobakia wa marehemu, alafu na baba wa marehemu, sura inabadilika. Mtoto atachukua nusu, yule binti atachukua nusu, kilichobakia anachukua baba wa marehemu, kwa sababu ni asaba bin nafsi. Lakini anapokuwepo mtoto wa marehemu mwanamume, sura inabadilika kwamba baba wa marehemu atapata 1/6 na kilichosalia ni cha mtoto wa marehemu, huyu mtoto mwanamume. Lakini na babu ni kama baba, babu mzaa baba wa marehemu. Endapo babu yupo na babu wa baba mzaa marehemu, lakini pia na yupo baba wa mzaa marehemu, babu hatorithi. Sikiliza hapa, mtu kafariki, kaacha wazazi wake wawili, mmoja baba yake, mwingine ni babu yake mzaa babake. Mrithini hapo ni nani? Waislamu, ni baba tu. Yule babu anablokiwa. Lakini tunaposema mtu kafariki, kaacha babu yake na watoto wake, maana yake yule baba wa huyu marehemu hayupo. Tunaelewana? Yeye alishakufa mwanzo. Tunaelewana? Sasa huyu watoto wa marehemu na babu wa marehemu, hawa watoto wa marehemu hawaruhusiwi kumzuia babu wa marehemu asirithi. Anarithi babu wa marehemu vizuri kabisa. Ikiwa watoto hao ni wanamume, babu atapata 1/6. Ikiwa watoto hao ni wanawake, watapewa mafungu yako, kilichobakia anachukua babu wa marehemu. Hivi ndivyo sheria ilivyotuelekeza.